Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu popote pale ulipo. Ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya, na kwa sasa unaendelea kusikiliza barabara na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Uchambuzi mnagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Uzile, upande wa pili na studio kijana Jean Makelele Ikala Jordan. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, nampisha mwenzangu Isaac Mlucha Ashibe kwa kurasa wa habari muhimu. Asante sana Omari Makelele Uzile. Msikilizaji, kwenye kurasa wa habari muhimu leo hii kuna habari ambazo tumezipatia kipaumbele, ni pamoja na habari kutoka mjini Baraka. Mkuu kiongozi wa kitengo cha kiserikali cha DGDA Baraka Fizi ameshutumu vitendo vya baadhi ya wananchi wanaotumia majina ya viongozi wa vyombo vya kiusalama ili kutokulipa ushuru wa serikali. Na huko Kamituga, mashirika ya raia Mwenga Kamituga yamemtaka gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki kutokeza njia nyingine inayowawezesha wafanyabiashara wa dhahabu kujinusuru maisha. Hivyo ni baada ya kutoa kibarua cha kupiga marufuku dhahabu kupelekwa mjini Bukavu. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitotia sahihi kwenye mkataba wa Washington endapo Rwanda haitoondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amesema hayo msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Omari Makelele Zile naweka nukta kuna usomaji wa habari muhimu. Asante sana Isaac Mlucha Ashibe kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba imeendeshwa Ijumaa ya tarehe 14 Novemba 2025 mjini Baraka sherehe za ugonjwa wa kisukari ambazo husherehekewa kila ifikapo tarehe 14 Novemba ya kila mwaka dunia kote. Useni Mwenebato Clovise ni msimamizi wa kituo cha matibabu ya ugonjwa wa kisukari katika mji wa Baraka. Ameomba wagonjwa kusherehekea sikukuu hiyo kwa kujitoa kufanya kazi kama anavyoeleza. Sisi tarafa la Fizi na jiji la Baraka, Action Sanitaire Imona ili organize marche ama defile yenye tulifanya kwa ushirikiano na BCZ Fizi pamoja na Iteme Baraka. Tulitembea Baraka kutoka hapa ku centre yetu, tukazunguka hadi Kumeri, tukadepose memo, tukakuja tena hapa kwa ajili ya kugawanya mkate kidogo ambayo ilikuwa kwa ajili ya sherehe kuu ambayo inapitikana ulimwengu mzima. Kwa hiyo tunaendelea vile vile kupima watu kwa bure hadi siku 12 za huu mwezi. Tunaalika watu wote kuzidi kupita ili wajue na wachunguze pia vema afya zao kwa ajili ya ugonjwa wa kisukari. Tarehe 14 ndio tariki ambazo zilionekana dawa nzuri ya kisukari ambayo tunaita insuline. Insuline kwa Kiswahili ya kwetu Baraka wanasema shindano. Ile shindano ile ndio tarehe ilionekana kwa sababu maki leo tunasherehekea miaka 104 ulimwengu mzima tangu ile dawa ya insuline ionekane. Na vile vile malengo makubwa ni kusensibilize wala kuwasisimua wengine wagonjwa wa kisukari na wasiokuwa wagonjwa wa kisukari kuwa wanafahamu kama ugonjwa huko na kisukari kinaishi na mgonjwa wa kisukari ataishi namna gani na nini kufanya ili kuepukana na magonjwa ya kisukari. Kwa jamii ambayo inasikiliza muda na saa kama na hii, kwa wagonjwa na sio kwa wagonjwa, teme ya leo ilikuwa diabete au travail, manake mgonjwa wa kisukari na kazi. Tunawatakia wagonjwa wote wa kisukari mahali walipo kujisikia huru kutumika kazi yoyote ile ya mikono na ile ambayo wanaendelea kufanya, kwa sababu hapo awali ilikuwa inaitiwa magonjwa ya watajiri. Tajiri manake ni mtu mwenye na kazi ya mzuri. Tunaalika wagonjwa wote kuanza kutumika makazi, na ukijikuta hauja kuwa na nguvu za kutumika kazi, kuja kwenye centre ili ufunzwe zaidi na uonyeshwe dawa ambayo utakwenda kuitumikisha ili uwe na nguvu zako na afya bora yenye kudumu ili uendelee vizuri na maisha yako baada ya kukua na ugonjwa wa kisukari. Mwishowe wagonjwa na wote waliojumuika kwenye sherehe hiyo wamesema nini? Tuwasikilize. Nilifurahi sana, nilishukuru sana, nilisikia mengi, mafunzo ndio yanamsaidia mtu katika huu ugonjwa. Kama vile wahenga walisema ya kwamba apendaye mafunzo apata maarifa. Kwa hiyo nilishukuru sana, nilisikia mengi hata mengine yensi yasikia ya kunisaidia katika huu ugonjwa wa kisukari. Kwa wale wengine wote wanaopata magonjwa ya kisukari wasitishike, tukabiliane tu na hili janga limetujia. Wasitishike, sisi tuko hapa. Mimi mbele nilianza na makomprime ya Gliben.
lakini hivi nimeisha kuwa na insulini, niko sawa tu. Ingawa utakuwa mchomvu, lakini usiogope, haiko kitu wala si matusi, ni ugonjwa kama mwingine. Waje tu wakashirikiane na sisi hapa kwenye haya mafunzo ya matunda bora kwa ajili ya diabetes. Antuka mafunzo ya leo tumepokea na mikono miwili, tena imetuelimisha sana kabisa. Kwa maana tumekwenda kupokea mafunzo ya kusema kwamba mtu wa kisukari hapaswi kugandagana, anapaswa fanya kazi, anapaswa tumika. Na wakati mtu iko anatumika, misuli, yani damu iko inatembea mzuri vile. Mgonjwa wa kisukari haiko sawa sana mgonjwa wa sida. Mgonjwa wa sida apendaje aonekane harazani, lakini sisi wa kisukari tunapaswa onekana hadharani, ili kwa kuhimiza wengine wenyewe wanabakia nyumbani wakuje ku centre de santé ya diabetike matunda bora, ili wapate dawa zenye nguvu ili kuwatibu kisukari. Kwa maana kifo hakichagui mtu mwenye alikufa na sukari na kisukari, wala mtu mwenye alikufa kifo ingine, maiti zote ni sawa. Utajificha mimi wakati ya kusoma maisha yako ya marehemu, watasema marehemu alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, ulificha nini? Hakuna. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba mkuu kiongozi wa kitengo cha kiserikali cha DGDA Baraka Fizi ameshtumu vitendo vya baadhi ya wachuhuzi wanaotumia majina ya viongozi wa vyombo vya kiusalama ili kutokulipa ushuru wa serikali. Mengi zaidi kulingana na habari hii na mpisha mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma ambaye amefuatilia kwa kina na kutuandalia ripoti ifuatayo. Kwake Safari Kamanda Christophe, mkuu kiongozi wa kitengo cha DGDA, amesema hayo kisha mfanyabiashara mmoja kunaswa kwa kutumia jina la Kamanda Amuri William ya Kutumba. Hiyo nitasema kama sio barua. Hiyo ni kitasi ambayo kutoka mu system ya kwetu Sidonia. Wakati mtu anakuja kulipa mzigo, ana declare marchandise ya kwake, na tunamtoshia kibarua. Na hiyo kibarua ndio ilitoka avec makosa, parce que mtu mwenyewe alikuwa kudeklare mzigo, ilionekana kama haiko yeye ndiye William, alikuwa na jina lingine. Lakini kufanya ukorofi akatafuta kutumikisha jina vibaya ya mzee William, ilikuwa haiko William. Ule mtu mwenyewe mbo ilikuwa biashara ya kawaida tu, ilikuwa mabia. Tuliweza kualerte ma service, tuka-alerte service ambayo inahusika na antivaleur mwa hiyo chama ya SNPC, wakakuwa kutusaidia porque tuweze kugundua effectivement ule mtu na aweze kuadhibiwa vikali. Mara nyingi antuka iko mara nyingi, mara ya kwanza wanasema jina ya William, na sisi kama wafanyakazi ku DGDA atumfamie mzee, si tukazia kama ule mzee yuko mbele yetu ndio William. Ndio vile tumpokea ofisi kwetu, kwani wanasema kama bwana anasema kama mwenye mzigo yeye pekafia kudeklare mzigo wake, anaweza kudeklare mzigo wake, lakini wakati anasema ni William, tukisema karibu tukimpokea katika ofisi kwetu. Message inaweza kutransmettre kwa commerçant wa declarant, hata viongozi mbalimbali ya serikali, wazalendo, FARDC, sio kadhalika, wachunguzi ile jambo mzuri sana. Wakati mtu anafika pale, hata tukikuwa katika fujo kujua identity ya wale watu, na tuingilia watu walikuwa pale na hapakuweza kugundua kama ule mtu ni mkorofi, na sisi tukimpokea vile mkorofi membo, isipokuwa tu alilipa kitu kilitukwaza sana ni kuutilize jina ya mzee William Maile maposili ya douane. Tunakatala ile vitu ile. Naye Sam Jafet akiwa mmoja kati ya viongozi wa SNPCC amesema wao aliyetumia jina la Kamanda Amuri William ya Kutumba ili kutokulipa ushuru bandarini wamfahamu. Hiyo taarifa ilitupa mshituko mkubwa, na sisi pia tulipoona hicho kibarua, ndio maana umetuona tupo kwenye ofisi ya DGDA ambayo ni ofisi ya douane kuja kuulizia hilo jina limepatikanaje na hicho kikaratasi, maana tunajua kiongozi wetu sio mfanyabiashara. Baada ya shutuma hizo na kuzifuatilia kwenye ofisi, tumefanya kikao cha muda mrefu, tumefanya upekuzi na uchunguzi, tumekuja kugundua mtu aliyesababisha hicho kitendo pamoja na ofisi hiyo ya DGDA. Nafikiri wana maelezo zaidi wao. Tunataka kuhakikishia kwamba wanapokuwa wanaleta majina kama hayo, tunaomba vitengo vyote vinavyohusiana na ushuru, sio tu vile vya douane, hata wale wanaofanya ushuru katika miji, wawe makini kutafuta information ambayo ni kamili kwa kiongozi mwenyewe au kwenye services zetu sisi
itawasaidia sana kugundua hao majambazi wanaotumia hilo jina. Tunataka vitengo vyote vile vya serikali kwanza wenyewe wawe makini. Unapoorozesha mtu na kutaka alipe, ile identity yake inatakiwa nakupa kitambulisho chake kinafanana na hayo majina. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, hilo jina linapokuwa limetajwa wawe makini kutafuta vyanzo kwa yeye mwenyewe aidha kwa watu wake wa karibu. Upande mwingine, Safari Kamanda Christophe, mkuu kiongozi wa DGDA, amesema ni kupitia kosa la kudanganywa ndiyo imepelekea jina la Kamanda Amuri William Yakutumba kuonekana katika harakati za kufanya biashara. Mtomba msamaha mzee William, kama mtomba mzee William Yakutumba msamaha, parce que mie peke personnellement c'est famille na isipokuwa tunakuwa na majina sawa sawa kada sema William, basi sisi ndio mzee huyu, isipokuwa ilikuwa yeye kumba tumsamaha tu, lakini tunajua kama ile kosa hatarudia tena. Tunataka kuchunguza mzuri sana, na wewe declarer au mzalendo au mtu wa serikali, mtu wa security mwenyewe atajuta ndio ile erreur, en tout cas tutamtadia justice, parce que hatutaendelea kuwa na danganyiwa hivi sasa watoto kidogo. Mwishowe, Sam Jafeti amewataka wafanyabiashara kulipa ushuru kama kawaida na sio kutegemea vyombo vya usalama ili kutokulipa ushuru wa kiserikali. Ni kwamba wale wanaotumia majina ya viongozi kwetu sisi tunawachukulia maadui kama adui mwingine, kwa sababu wanachafua jina la kiongozi na kumchimbia shimo ya kesho. Onyo kali sana kwa wananchi wanaotumia majina ya viongozi. Hatutovumilia vitendo kama hivyo. Wajipange kama wafanyabiashara na kulipa ushuru ili serikali yetu ipate maendeleo. Kwa hiyo sheria itachukua mkondo wake kwa mtu atakayebanika kwa mambo kama hayo. Kama gesi unavyosikia upande wa pili tayari kifirimbi kimelia huko kunako uwanja wa Radio Kivu. Nampisha Sudi wa Sudi Valente kwa ukurasa wa habari za michezo. Na barabara kabisa mwenzangu Omari Makelele Ozile. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo nikiwa na nambari 19 mgongoni. Tuanze na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka. Klabu ya FC Flambora Mbondo imefanya kikao cha kawaida aiza Ensemble General Ordinaire mchana wa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo tarehe 15 Novemba mwaka 2025 kunako shule la sekondari Mwingi wa Taifa. Kikao hicho wamekifanya ili kuweza kushiriki kunako michuano ya ligi ya nyumbani msimu 2025-2026. Jacques Mbume ni katibu mkuu wa klabu ya FC Flambora Mbondo amehakikisha habari hizi. Ndio tulikuwa tunaita wafane wote wa Flambo kutoka tarafa lote la Fizi kufanya ensemble ya kuvote bila na ya kurudia mchampionnat local, parce que tuko na 3 saisons FC Flambora ai participer mu ma championnat local zetu za Baraka. Tulikuwa na secrétaire executif hapa wa SERP ya football ya Baraka, tukamonesha kama Flambo kama iko na 3 saisons ya absence ni juu ya kuongozi ubaya na tukupende ili uongozi, na ndio maana tuliresiste 3 saisons atucheze, na kama tunakubali kucheza tunategemea kwao kufanya vitu vya mzuri na kuendesha kabumbu ya tarafa ya Fizi. Tukawaambia kila kitu kiko sawa, tukawapashia raporo yetu, tukawapashia lettre integration ya equipe kuingia ku championnat local, na kila kitu kiko sawa. Joueur wako kila equipe kila kitu kiko na najua Flambo itafanya mzuri, na hii ane itakuwa ane ya mzuri kwa Flambo na kwa kuongeza zaidi na zaidi kuonesha ubora wake tarafani Fizi. Wewe ningependa kuambia washabiki wa Flambo tarafani Fizi na vile Baraka en general kuambia kama Flambo inarudia kwa ubora wake. Hata hivyo upande wake mwenyekiti anayesimamia soka ndani ya mji wa Baraka aiza Cercle de Football de Baraka bwana Clovis Songolo Matete ametaja kushukuru vya kutosha kuona klabu ya FC Flambora imefanya kikao cha kawaida, huku akimiza kwa zile klabu zingine ambazo mpaka sasa bado kufanya vikao vyao waweze kufanya vikao vyao gisi inavyohitajika kulingana na kalendari gisi inavyopangwa. Clovis Songolo Matete ameeleza yafuatayo. Ndio leo tumeshuhudia Assemblée Générale Ordinaire ya FC Flambora Kamwenge, ilianza na 14 na
ikamalizika vizuri. Ndio tumeshukuru sana ku acte ambayo imeafishe Flambeau kwa kuorganize assemblée générale ordinaire yake. Vraiment ile tulitoa shukrani sana kama vile serve, kwa sababu vipaji vya wachezaji wetu zilikuwa siku nyingi havionekani, na nadhani kwa sasa Flambeau inaenda na timiza hatua moja, na hii hatua ndio imekuwa hatua kubwa sana ambayo ilikuwa inasubiria watu wote ili ionekane na yenyewe imekuwa timu ambayo imekamilika katika jiji letu la Baraka. Vile vile inakwenda kuhamasisha timu zingine zile ambazo hazijatumika assemble zao, bado muda upo, kalenda bado imetolewa hapo, wafanye haraka wafanyishe assemble zao ili tuandae hapa tarehe 10 mwezi wa 12 championnat local, ili mpira wa Baraka ukamate reforme yake. Kisha kuachana na habari hizi za klabu ya FC Flambora kwingineko kutoka katika mji wa Baraka, mechi ambayo ilikuwa inatarajiwa kupigwa mchana wa siku ya Jumamosi kati ya klabu ya Daring Club Rafiki dhidi ya klabu ya FC Presqu'île Zubwari haikupigwa tena kama ilivyokuwa inatarajiwa. Hivyo ni kutokana na klabu ya FC Presqu'île kutokujiripoti kunako uwanja wa Lumumba, na mpaka sasa sababu ya kupelekea kutokujiripoti bado kufahamika. Lakini mechi hizo za kirafiki zitaweza kuendelea mara tena siku ya Jumapili ya tarehe 16 Novemba mwaka 2025. Ni kwamba mida ya saa 9 kamili za jioni klabu ya CS Vijana Prestige wataweza kukata mzo wa fitna zidi ya muunganyiko wa wachezaji wa hapa katika mji wa Baraka, aiza Selection de Baraka. Omari Makelele Uzile naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo huko nambari 19, ikipea barabara mgongoni mwangu. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Ni kwamba tukumbushe wasikilizaji kuwa siku ya Jumapili ya wiki tunayo kutapigwa mechi ya finali katika nchi ya Maroc, ambako DRC watakuwa vikali zidi ya Nigeria. Hiyo ni finali ya barrage ili kuwania kombe la dunia 2026 huko Marekani, Mexico na Canada. Lakini timu ambayo itaweza kufuzu, timu ambayo itaweza kushinda finali ya siku ya Jumapili, basi itapita inaenda rasmi kunako michuano mingine ya barrage intercontinental ambayo itapigwa miezi ijayo. Msikilizaji, endapo tunakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze kule Sange tarafani Uvira. Ni kwamba baadhi ya mashirika ya kiraia tarafani Uvira yanamuomba mkuu kiongozi mpya wa site ya Sange kutumika kwa maslahi ya raia kwa ajili ya maendeleo ya Sange. Kwake Kidumu Filemon, mkuu kiongozi wa shirika la raia tarafani Uvira, ameanza kuonyesha namna harakati za kumsimika zilivyokuwa. Tangu hapo vita iliingia kwa upande wa Kamanyola, ilionekana kwamba watu wa sehemu za Lufungi, Begera, Luberizi, Sange, Runingu walikuwa wanaanza kukimbia, na wakati walianza kukimbia ilibidi sawe na ile ya watu wengine kusimama, na wakasimama wakaangalia nini njoo ya kufanya, wakishirikiana na wazalendo na wafardite. Basi hali ikawa iko inaenda inarudia sawa kidogo, sababu kulienda onekana kuzuia barabara kwa upande wa Katogota, na wakati kama na huo ilikuta kwamba chef naye alikuwa alikimbia, ikabidi akarudi baada ya muda, na wakati aliporudi kwa mwezi wa 4 ilibidi pawe na tukio ambalo lilipitika kwa mwezi wa Sange ikamfanya tena kukimbia. Ile tukio wakati lilifanyika ikabidi pabaki yule ambaye alikuwa ni makamo wake. Sasa ilipofika tariki 9 tukawa tunasikia ya kwamba kunakuwa na yule ambaye atakuja kumgomboa, na tariki 10 ilipofika kasikia ya kwamba kufika kwa masaa ya saa 11 kenda kuonekana ya kwamba yule ambaye ni kiongozi makamu wa tarafa la Uvira ataenda kuonekana kwa mji wa Sange, na kiongozi ambaye anakuwa ni wa mpya akifanya instalasio kwenye biro ya
site ya Sange. Hiyo ndio hali tulienda kufanya kama vile msimamo kwa mji wa Sange. Hata hivyo, upande mwingine ameongeza kuwa upande wao bado kutoa tamko lolote juu ya kuwekwa kwa mkuu kiongozi mpya huyo wa site ya Sange. Kidumu Filemon arejea. Sasa watu wanakuwa na ile ambayo wamezungumza kuwapata, wamesema kwamba inawezekana procedure haikuwa nzuri, ndio inakuwa katika baadhi ya watu, na wengine wanazungumza kwamba wamefanya vizuri. Hiyo hali ile ambayo inakuwa sasa kwa mtu wa kwanza, ile ndiyo imefanyika, ndio sisi the procedure wamezungumzia. Hakuna hata kibarua cha kumuinforme ambayo angepaswa kufanya remise de prix, yani ni wao tu, yeye tu kiongozi ambaye ni wabupya na yule kiongozi makamo, hiyo walienda kufanya ile kazi. Yani hawakuwa hata na mambo ya community, hata wale ambao walipaswa kualikwa, ni kama vile marafiki tu ndio walikuwa pale kupata kufanya ambayo imekamilika. Sasa watu wakazungumza kwamba kulikuwa ile. Sisi kwa shirika la raia Force Vive hatujawahi kufanya mazungumzo ajili ya ile sababu imetukuta, tukio hilo limetukuta katika misafara mingi, yani tunakuwa na vikao vingi. Tujilekeze kule Kamituga, tukiwa tu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ni kwamba mashirika ya kiraia Mwenga Kamituga yamemtaka gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki kutokeza njia nyingine inayowezesha wafanye biashara aina ya dhahabu kujinusuru maisha. Hivyo ni baada ya kutoa kibarua cha kupiga marufuku dhahabu kupelekwa Bukavu. Akizungumza na Radio Kivu Isoba wa Kilongo Fisto, mratibu wa shirika la raia BDH ametoa ujumbe ufuatao kwa gavana Jean-Jacques Purusi. Ujumbe yangu kwa serikali, surtout kwa gouverneur wa province ya Kivu, professeur Purusi, ni kusema kama population ya territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga, surtout kwa operateur économique banateswa na mesure yenye gouverneur alifanya. Gouverneur alifanya mesure ya kusema kama kusikua hata oro moja yenye itaenda Bukavu. C'est bon. Tukafanya barua yenye tunaandikia gouverneur wa province ya Kivu, société civile dans sa diversité. Kumwambia kama tukatoa ma proposition. Kama mnasema oro siende Bukavu, mutulete swate primaire hapa Kamituga kwa inauza oro hapa. Wale ba negosia uswa unasekirize route Kamituga vers Kasongo vers Chabunda kisi mulisemaka kwa wanapita basi kabisa pita mwele route na mizigo yao na muko insecurity. Tukapropose wanakuwa natia nani vole hapa nitakuwa na beba wale ba operateur économique na mizigo zao. Inakuwa sasa comme si c'est un passe d'or pour certains wazalendo na certains FARDC kunyang'anya makoliza watu za oro route national numéro 2. Kunyang'anya makoliza oro za $100,000, za $50,000, za $80,000. Isipe ba operateur économique ya territoire ya Mwenga vile Kamituga bataomba. Na kama unajua muhariri kama force ya entité ni ba operateur économique. Sans économie, entité iko zero. Alors, kwa shirika raia tunaona kama c'est un passe d'or yenye gouverneur de la province alipase bazalendo na ba FARDC kuapobrir batoto ya territoire ya Mwenga na batoto ya vile ya Kamituga. Parce que haiko shie ndio tulita M23, haiko shie ndio tuleta vita. Alors hawezi mesure afunge mulango na nashinda kufungula nyingine. Si la fermer la porte, il doit nécessairement ouvrir notre. Mwishowe ameahidi kuanzisha hatua zingine za kikatiba ili kuomba suluhisho ipatikane, kwani raia sio wafungwa pa Kamituga na Mwenga. Alors si vile shirika ya raia tunaomba watu wenye wiko na security mikono yao wafanye kazi yao, watulinde sie na mali yetu. Ndio kazi yao hii. Hiyo mesure ambayo gavana wa jimbo ametoa, je, mnaona iko na impact negatif positif? Impact très plus que même négatif. Parce que comme il est sima bwana Mwari, c'est comme c'est un passe d'or
ya yenye banapatia ba FARDC na bazalendo, kwanza nyang'anya mizigo ya watu ya oro ya banani ya nani ya bakomersa. Abesikia tusiache population mbiki ya politiki, gouvernement ilikuwa ingali Bukavu pale, na oro iko naenda Rwanda. Gouvernement ilikuwa ingali Bukavu, na bashina kutoka Rwanda banakuwa mu Kongo. Alors, hii banasema kama oro inatoka kamisugo sitende Bukavu. Basi bafungule nani primaire hapa, au batupatie ingine njia yenye ba negociado nani ya kamitugo batakuwa safirisha hapo nani mizigo yabo. Ili mzodi de sensibiliser de negociado juu ya kuuza manani ma carte jaune. Tulifanya ma carte jaune iliuziwa na franga zilitoka hapa zilienda manimero za batu. Nous avons des épreuves de ça. Manimero zina ma franca za ma carte jaune zina manimero. Vous voyez? Alors, ba négocier bauze na baita tena ba pauvrir. Sasa nitasema mpaka hivi gavana ayajibia ile barua tena. Kwa vitu vinaendelea, tutakamata nyingine masozi ni grande envergure kupatana na ile situation. Prendre en charge. Tubatie ba pauvre, atosika tubatie ba faible, ba tuaffaiblir jusqu'à ce niveau-là, na tout tunaona. Parce que la force d'identité, c'est les opérateurs économiques. Alors, à tous penda opérateurs économiques yetu, baidiwe mali, mwingine ziko naingiliwa na watu wenye kumiliki silaha, na munjia pia baibiwe mali, banyang'anyiwe mali yenye viko nao. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari za kitaifa ni kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitotia saini kwenye mkataba wa Washington endapo Rwanda haitoondoa wanajeshi wake mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amesema hayo msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Mengi zaidi na Isafara Limasidilwe. Naam. Licha tangazo la kiukuikulu ya White House kwamba atasaini makubaliano ya Washington na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, Rais Felix Antoine Tshisekedi atakwenda katika mji mkuu wa Marekani alipo wale vikosi vya Rwanda vitakapojiondoa kutoka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yalisemwa na msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alipokuwa akijibu maswali ya RFI siku ya Jumatano, akisisitiza kuwa kuondolewa kwa wanajeshi wa RDF ni jambo la msingi kwa maendeleo ya mazungumzo hayo. Alisema, tunajua kuwa kuondoka kwa vikosi vya Rwanda ni sharti kuu ili tuweze kusonga mbele, kwa sababu rais wa jamhuri hawezi kwenda Washington kama tutaweza kwa kushirikiana na Wamarekani ambao tunafanya nao kazi kudhibitisha kwamba kweli kumekuwa na kuondoka kwa kile kinachoitwa kwa lugha ya kidiplomasia hatua za ulinzi, lakini kwa hakika ni vikosi vya Rwanda. Hata hivyo, kiongozi wa serikali alieleza kuwa kusainiwa kwa mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda kati ya Kinshasa na Kigali wiki iliyopita ni hatua muhimu kuelekea kusainiwa kwa makubaliano ya Washington kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame, ambayo tarehe yake bado inasubiriwa kudhibitishwa na rais wa Marekani Donald Trump. Na kabla tujamaliza, mpenzi msikilizaji, nikukumbushe kwamba mbunge wa taifa Emeboji Sangara amechaguliwa kuwa spika wa bunge la kitaifa huku akipata kura 413 kati ya wapiga kura 423, huku kura 10 zikirangazwa kuharibika. Emeboji anachukua nafasi ya Vital Kamerhe ambaye aliondoka madarakani tarehe 22 Septemba kufuatia ombi la maandishi mapetisio iliyosainiwa na wabunge 262 waliotaka ajiuzulu. Boji ambaye aliwahi kuwa waziri wa nchi anayesimamia bajeti kwa zaidi ya miaka mitatu, alikuwa waziri wa nchi na viwanda katika serikali ya Sumino wa pili hadi hivi karibuni. Tarehe 21 Oktoba alitangaza kujiuzulu kutoka serikalini ili kurejea katika bunge la kitaifa, hatua iliyomfungulia njia ya kugombea nafasi ya uspika wa bunge. Mpenzi msikilizaji, kwa leo ndio hayo tulikuwa nayo katika habari za kitaifa. Ni kupitia habari ya kitaifa ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jokozi maandishi ya habari Radio Kivulo nisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makelele Uzile, nasema asante na kwaheri.